Unakuta kijana, pastor, rafiki yangu, kijana ana miaka 30, lakini kijana anaenda kuishi kwa limshangazi lina miaka 50. Unategemea kwamba huyu kijana ataweza kumpatia huyu mwanamke mimba? Hivi itawezekanaje? Maana huyu alipofikia hapa ni katika hali ya ukomo wa hedhi. Kwa huyu kijana hawezi kumpatia mimba huyu, maana mfumo wake huyu mama umeshakoma tayari, kwa sababu huyu mama ana hela. Na vijana wanatafuta maisha marahisi, hawataki kufanya kazi, wanataka vya bure. Huyu mama ana ashki za tamaa ya ngono. Pepo la ngono limekaa ili kutukuza ibada ya umizimu kwa Ibilisi. Sasa tendo la ndoa, huyu mama haliziki kwa mme wake, maana mme wake aidha yuko bize ama aidha ameshazeeka. Kwa sababu ana hela, Ibilisi anamwingia, anatafuta kijana mwenye nguvu atakayekizi haja zake. Huyu kijana anapompata huyu bibi, maana huyu kijana sasa hivi hitaji la kijana ni hela, anakubali, anakuja kwa huyu bibi. Huyu kijana kizazi chake kimekufa, hawezi tena akawa na wazo la kutafuta mwanamke mwingine aweze kumwoa, maana huyu kijana yuko chini ya mshangazi, na huyu kijana anapata kila kitu kwa mshangazi. Kama ni hela anapata, kajengea mpaka na nyumba. Hawezi akatoka kwa sababu huyu mshangazi ana hela. Kizazi cha huyu kijana kinakufa tayari, kwa uzao wa mtoto wa kiume unaisha. Unakuta kijana hana kazi mjini, lakini unashangaa anaendesha gari. Kijana hana kazi mjini, unashangaa ana nyumba nzuri. Swali ni kwamba hizo fedha zinatoka wapi? Maana pembeni kuna mshangazi. Hii ni njia ambayo Ibilisi ameileta ili kusudi kuzuia kizazi kisiendelee hapa duniani. Lakini pili, kutukuza ibada ya shetani katika ngono. Maana ngono nje ya tendo la ndoa nje ya ndoa, ibada ya shetani tayari ishakuwa hiyo. Na kibaya zaidi, vijana tumepumbazwa akili, tukashindwa kuelewa kwamba huyu ni kama mama yangu mzazi.